siku zote nasema mji wetu unajengwa na wananchi wenyewe. Rais wetu Dr. John Pombe Magufuli, dhamira yake ya viwanda lazima sisi tuitafasiri kwa matendo. Na namna pekee ya kuitafasiri kwa matendo ni kutumia kila resource tulizonazo. Kama ni wadau wa maendeleo, kama ni kodi zinazopatikana, ili ziweze kuleta tafasiri ya kweli katika maendeleo ya wananchi. Na kama unafahamu mkoa wetu una viwanda vingi, lakini viwanda vingi tulivyonavyo ni vikubwa. Tunao ndugu zetu wenye viwanda vidogo vidogo, ana idadi ya watu wasiopungua 5, 10, lakini wana changamoto kubwa sana za mazingira juu ya uzalishaji wa bidhaa walizonazo. Moja, wanakumbana na kodi kubwa, jambo ambalo linapelekea hata gharama ya uzalishaji kuwa kubwa, na mwisho wa siku hata bidhaa wanaiuza kwa bei kubwa. Bidhaa ikiwa bei kubwa, ushindani wa masoko yetu, kama tunavyosema soko huria, bidhaa zinazotoka nje zitakuja kwa bei ya chini, na mwisho wa siku Mtanzania huyu na mwana Dar es Salaam atashindwa kukompiti kwenye hiyo biashara. Kwa kodi ni moja mchango mkubwa sana unaofanya gharama ya uendeshaji au ya uzalishaji kuwa kubwa, na mwisho wa siku kuleta bei kuwa kubwa, na zaidi ya yote kuleta matokeo ya bidhaa yake kushindwa kupata soko zuri, kwa maana wateja wanashindwa kununua kwa sababu gharama yake ni kubwa. Lakini changamoto ya pili ambayo nimebaini kwa watu wangu wa viwanda vidogo vidogo ni kwamba wanalazimika kuviweka viwanda hivi ndani ya maeneo ya makazi, ambapo inaleta changamoto nyingine pia kuwa ni kero kwa wananchi wanaoishi katika yale maeneo, kwa sababu kama kiwanda kile kinafanya kazi ndani ya maeneo makazi, usiku na mchana kuna watu watazidi kupata kero, hata mazingira yale ya usafi na mambo mengine yanakuwa ni changamoto kubwa zaidi. Kwa hiyo ikawa ni shauku yetu kutafuta wadau wenye maeneo ambao wanaweza wakatoa mchango wao, ili tuweze kupata eneo maalum tukalitenga kama sehemu la viwanda vidogo vidogo kwa mkoa wetu wa Dar es Salaam. Na eneo hilo lengo letu kulipata kwake ni kuhakikisha linatolewa bure kwa makubaliano ya muda fulani, kwamba wewe mfanyabiashara tunakupa ile eneo ufanye shughuli zako kwa miaka kadhaa, baada ya pale tunahakika utakuwa umekuwa ili uweze kufika kuwa kuna kiwanda kikubwa. Kwa dhamira na ndoto ya rais wetu sisi tunatafasiri kwa kupata maeneo na kuwakabidhi wafanyabiashara wadogo wadogo. Kwa ningependa kumshukuru ndugu yangu Ikba kwa moyo wake wa kusapoti, na kwa kweli eneo nililomuomba mimi ni 1500. Sasa hizi 500 ni za kwake, lakini mimi la kwangu ni 1500. Eneo la 1500 nataka kuligawa katika maeneo matatu. Moja, kutakuwa na eneo kwa ajili la ufugaji, manake ng'ombe wale wa kisasa, ili vijana waweze kuuza maziwa, kwa sababu tayari tuna viwanda katika mkoa wetu vina upungufu wa maziwa kwa siku si chini ya lita 230,000. Manake hiyo ni fursa ya soko tayari. Lakini tunahitaji kuwa na kuku, tunahitaji kuwa na mayai, lakini pia kuna maeneo mengine yatakuwa ni ya kilimo, maeneo mengine ya viwanda hivi vidogo vidogo, wakina mama wanaosindika, wanaotengeneza keki, wanaotengeneza sabuni, wanaotengeneza mifuko, wanaotengeneza nini. Tutapatengeneza kuwa ni eneo kubwa ambalo kila mtu ataweza kuona manufaa zaidi, kumuunga mkono rais wetu kuitimiza ile dhamira ya nchi ya viwanda na uchumi wa kati. Mkuu wa mkoa kuja hapa sasa hivi na nilikuwa maombi kwamba nisaidie kwa ajili ya kuunga serikali na kwa ajili ya viwanda, na mheshimiwa rais kama anavyotaka mambo ya viwanda na nini, basi mkuu wa mkoa ameomba hilo na nimekubali kutoa mimi ardhi kwa ajili ya viwanda na kuunga mkono mheshimiwa rais Dar es Salaam. Sasa hilo baada ya kuona kwamba nani eka ngapi zimekuwa vizuri, imebaki utaona eka ngapi tutoe, lakini itatoa zaidi ya eka 500 inshallah.